Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika katika jambo ambalo lilokuwa ni muhimu sana kwa mwanadamu kulishughulikia katika maisha yake ni nafsi yake ambayo iko baina ya mbavu zake. Imekuja katika athar, a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka, adui yako aliyekuwa mbaya zaidi ni nafsi yako ambayo iko baina ya mbavu zako. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ajitahidi sana katika kuilea nafsi, lakini pia kuizoesha nafsi katika mambo ya kheri, kuizoesha katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu nafsi, wasema ulama, ni kama khailun jamuh, kama farasi aliyekuwa mkaidi. Kila wakati manake anakuwa anafanya ubishi mpaka umlazimishe ili azoee katika kufanya vile ambavyo unavyotaka wewe. Kwa hiyo nafsi pia inatakiwa ilazimishwe, tunatakiwa ajitahidi katika kuilazimisha na kuizoesha nafsi yake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia ajitahidi katika kuitakasa na kuisafisha kutokana na madhambi, kutokana na maasi, kwa sababu nafsi inamwamrisha mtu kufanya maasi, kumfanyia maasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nafsi inakuamrisha kufanya uzinifu, nafsi inakuamrisha kuua, nafsi inakuamrisha kudhulumu wengine, nafsi inakuamrisha kufanya mambo kadhaa wa kadhaa ambayo yanamchukiza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Bali nafsi imezungukwa na maradhi mengi sana, maradhi ambayo lau kwamba mtu atakaa nayo tu na hakuyahisi maradhi hayo na hakufanya manake utaratibu wote wa kuweza kuyatibu maradhi hayo, basi ni wepesi yeye kwenda kuangukia katika moto wa Jahannam, wal iyadhu billah.